السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi cha umma huu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, napenda niwakaribishe wapenzi na wafuasi wa Ihsan Mafundisho TV katika mfululizo wa darasa zetu za tauhidi katika kitabu cha tauhidi, ambapo leo tutakuwa katika mlango unaosema babu al-khawf min ash-shirk. Mlango huu utazungumzia kuogopa kutokana na shirki. Katika mfululizo wa darasa zetu za tauhidi, hii itakuwa ni darasa yetu ya 6 katika mlango huu wa babu al-khawfi min ash-shirk. Katika mlango huu tunaanza na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kama iliyopo katika Qur'ani tukufu. Allah anasema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah hasamei kushirikishwa na yeye, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe kinyume na dhambi ya shiriki kwa yule ambaye anayemtaka. Hii inaonyesha ugumu na ukubwa wa dhambi hii ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba jambo hili ni jambo kubwa na ni dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haridhiki nayo akifanywa na mja, na Allah hatomsamehe mja huyo akifa na dhambi hiyo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala al-Khalil alayhi salam, amesema kipenzi juu yake amani Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, Ee Mwenyezi Mungu, nilinde mimi, niepushe mimi na kizazi changu kuabudia masanamu. Hii ni dua ambayo aliomba Nabii Ibrahim alayhi salam kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amwepushe yeye mwenyewe pamoja na kizazi chake kuabudia masanamu, kuonyesha ibada ya masanamu ni ibada ambayo imewapoteza wengi katika mgongo huu ardhi, na ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala dhambi hiyo asamei. Ndio maana Nabii Ibrahim alayhi salam akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ili amwepushe yeye, wajinubni wa baniya an na'budu al-asnam, naomba unikinge na kuniepusha mimi na kizazi changu kuabudia masanamu. Wa fil hadithi, na katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, akhwafu ma akhafu alaikum, jambo ambalo naliogopea zaidi juu yenu, jambo ambalo naliogopea zaidi juu yenu, ashirkul asghar, ni shirki ndogo. Fasuila anhu faqala riya, aliuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na jambo hilo kwamba hiyo ashirkul asghar, hiyo ni shirki ndogo ipi? Akajibu kuhusiana na swala hilo akasema arriya, kwamba hiyo shirki ndogo arriya. Na haya maneno tunayapata katika hadithi iliyokuja ambapo rawahu Ibn Abi Shayba fil Musannaf, mjaladi wa 3 kurasa namba hiyo, ambayo hadithi hii Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mahmud ibn Labib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna akhwafa ma akhafu alaikum, hakika jambo ambalo linaogopewa zaidi ambalo naliogopea kwenu, ashirkul asgharu, nayo ni shiriki ndogo. Qalu, wakasema, wama shirkul asghar, ni ipi ewe Mtume hiyo shiriki ndogo? Ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah. Qala, Mtume akasema, arriya, ile kujionyesha, ria, kwamba kufanya jambo ili mtu aonekane, ndo shiriki ndogo. Yaqulu Allahu azza jalla lahum yawm alqiyama,
Allah subhanahu wa ta'ala atasema siku ya kiyama kuambia hao ambao walikuwa wanafanya riaa siku ya kiyama, idha juziya nasu bi'amalihim, pindi watakapokuwa wamelipwa watu yale matendo yao. Atawaambia hawa watu walikuwa wanafanya matendo kwa ajili ya kujionyesha, idhahabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya, nendeni kwa wale ambao mlikuwa mkiwaonyesha matendo yenu katika dunia, mlivyofanya kwamba mlitaka watu siwaone, basi nendeni kwa hao mlioonyesha matendo yenu ili waweze kuwalipa hayo matendo yenu. Fandhuru hal tajiduna indahum, sasa mkishaenda kwa watu hao angalieni sasa, hal tajiduna indahum, je, mnapata malipo kwao katika yale ambayo nyinyi mlikuwa mkiyatenda, mnayapata hayo malipo? Hal tajiduna jazaan, yani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia hal tajiduna indahum jazaa, je, mnapata kutoka kwao malipo? Kwamba hao mlikuwa mkionyesha matendo yenu, leo hii malipo wanawalipa au mlikuwa mmefanya makosa? Hii yote ni kutaka tu kuonyesha kwamba dhambi hii ni dhambi kubwa ambayo muumini au muislamu anatakiwa ajiepushe nayo, kwa sababu shirki ni dhambi kubwa ambayo mtu akifanayo Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumsamehe. Na katika hadithi nyingine Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kutoka Ibn Mas'ud Allah ameradhi, amesema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, yule ambaye amekufa na hali ya kuwa anamuomba kinyume na Mwenyezi Mungu mshirika mwingine, dakhala an-nar, kwa hakika mtu huyu atakuwa ameingia katika moto wa Jahannam. Yule ambaye man mata, yule ambaye amekufa, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, anaomba kinyume na Mwenyezi Mungu msaidizi, yani mshirika, kwamba huyu ana nafasi kama ya Mungu, dakhala an-nar, basi huyu atakuwa ameingia motoni. Rawahu al-Bukhari, na hadithi hii ameipokea Imam Bukhari. Wali Muslim, na kwa Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man laqiya Allah, yule ambaye atakayekuwa amekutana na Allah, la yushriku bihi shay'an, hakumshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote, dakhala aljanna, basi huyo atakuwa ameingia katika pepo. Wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an, na yule ambaye amekutana na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amemshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote kile, dakhala an-nar, huyo atakuwa ameingia katika moto wa Jahannam, na Allah tuepushe na moto huo. Hizi hadithi na aya inaonyesha ubaya wa dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fihi masail, katika hadithi hizo na aya kuna masala ambayo sisi tunajifunza katika mambo hayo. Al-ula, jambo la kwanza, al-khawfu min ashirki, kuogopa shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba shirki ni jambo kubwa ambalo mtu anatakiwa awe na hofu nalo. Athania, jambo la pili, ana riyaa min ashirki, kwamba tunatambua kwamba hakika ria, kujionyesha, ni katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu unataka watu wakuone, wakati ibada unapoifanya Allah ndiye anaipasa wewe akutambue. Thalitha, jambo la tatu, anahu mina shirki al-asghar, kwamba hakika hiyo ria ni katika shiriki ndogo, sio katika shiriki zile kubwa, lakini ni katika mtu akifanayo basi atambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala dhambi hiyo ni kubwa sana kwake. Arabi'a, jambo la nne, annahu akhwaf ma yakhafu minhu ala salihin, hakika jambo hilo linaogopewa zaidi katika lile ambalo linaloogopewa kutokana na jambo hilo ala salihin, juu ya watu wema, kwamba jambo la riya linaogopewa zaidi katika yale mambo haya yanayoogopewa kutokana na madhambi hayo ya shirki juu ya watu wema, kwamba jambo la riya hili ni jambo ambalo linaogopewa sana, kwa sababu mtu huwa anapenda sana kusikilizwa na kuonekana na kupata sifa. Allah tuepushe na sifa hiyo ya riya. Al-khamisa, jambo la tatu,
qurbul jannati wan nar, ule ukaribu wa pepo na moto, kwenye hiyo dhambi ya kujionyesha katika kufanya matendo yako ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna ukaribu wa pepo na moto, kwamba mtu anaweza kaingia peponi na mtu anaweza kaingia katika moto kwa sababu ya iko kitu kinachoitwa riya. Sadisa, jambo la sita, aljamu baina qurbihima fi hadithi wahid, ni ile kukusanya kati ya ule ukaribu wake wa hivyo vitu viwili katika hadithi moja, kwamba mtu akawa anafanya matendo lakini matendo yake akawa anaweka shirki ndani yake, basi Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo atakuwa ameingia katika moto wa Jahannam. Katika hadithi hii tulisema kwamba man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala aljanna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar. Kwa hapa akasema annahu aljamu baina qurbihima fi hadithi wahid, kukusanya kati ya pepo na moto katika hadithi hii moja, kuonyesha kwamba atakayekutana na Allah siku ya kiyama hakumshirikisha Allah ataingia peponi, atakayekutana na Allah aliyekuwa amemshirikisha Allah ataingia katika moto wa Jahannam. Allah tuepushe na moto huo. Sabia, jambo la saba, annahu hakika man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar, yule ambaye atakayekutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa amemshirikisha, basi ataingia motoni. Walau kana min a'bada nas, hata kama atakuwa ni mwenye kuabudiwa zaidi, yani mwenye kufanya ibada zaidi katika watu, haijalishi midhali amemshirikisha Allah, basi huyo ataingia katika moto wa Jahannam. Thamina, jambo la nane, almas'alatul adhima, ni jambo masala makubwa kabisa, wahia sualul khalidi lahu, na ni kule kuomba kwake kipenzi lahu cha Mwenyezi Mungu, walibanihi, na kumwombea mwanawe, wa wiqayata ibadati al-asnam, kinga ya kufanya ya kuto kufanya ibada ya masanamu, yani kujikinga na kuabudia masanamu. Jambo kubwa kabisa la Nabii Ibrahim alayhi salam, aliomba na kujikinga yeye pamoja na mwanawe katika kuabudia masanamu. Tasia, jambo la tisa, i'tibaruhu bihali al-akthar, kuzingatia kwake Nabii Ibrahim hali ya watu wengi, liqaulihi, kwa kauli yake Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam katika ile aya iliendelea kule mbele, rabbi, ewe Mola wangu, innahunna, hakika hayo masanamu, adhalalna kathiran minan nas, yamewapoteza wengi katika watu. Maneno haya alisema Nabii Ibrahim alayhi salam. Al-ashira, jambo la 10, fihi tafsir, ndani yake kuna tafsiri ya la ilaha illa Allah, ya kwamba hapana mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, kwamba mtu mwenye kuwa na tauhidi, mwenye kuogopa shirki, ndani yake kuna kuwa na tafsiri ya la ilaha illa Allah katika matendo yake, kama dhakarahu al-Bukhari, kama alivyoitaja Imam Bukhari hiyo la ilaha illa Allah. Al-hadi ashara, na jambo la 11, fadilatu man salima mina shirki, fadhila na ubora na utukufu wa yule aliyesalimika kutokana na shirki, kwamba mtu alitokana na shirki, fadhila zake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza katika pepo yake, na sisi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuingize katika pepo yake, ili na sisi tuweze kufurahia neema za siku ya kiyama, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe tusife hali ya kuwa tunamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na atujalie mwisho mwema, na ajalie haya yawe ndio mwongozo katika maisha yetu ya kila siku. Na mpaka hapa, mpenzi mtazamaji, tumefikia mwisho wa darasa letu hii la tauhidi, katika darasa yetu ya 6 ya kitabu chetu cha tauhidi, na leo tulikuwa katika mlango unaosema babul khawfi minashiriki. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.